Bwana, watu bado wanajiuliza kwamba nini sasa hatima ya huyu binti wa kuitwa Melissa, na hii ni mara baada ya kuonekana kwamba anasuasua kuingia kwenye ndoa yake kati yake yeye pamoja na Norbert. Bwana, mimi niko hapa Uncle Jay Simulizi kuhakikisha kwamba tunaendelea katika hii sehemu ya 3 ili kupata kujua nini hasa kilichoweza kuendelea kwenye huu mzigo mtamu wa binti Melissa kutoka kwake Agatha, Queen of Stories. Bwana, karibu ndugu yangu tukapate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Na mkumbuke katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo kulikuwa kuna mvutano wa majibizano baina ya Melissa na rafiki yake wa karibu sana wa kuitwa Amanda. Amanda alionekana kupinga kabisa swala la Melissa kuwa na huyo kijana mwokota machupa. Amanda kata hili jambo kwake haliafiki kabisa. Sasa itakuwaje? Waliosema mapenzi ni upofu hawakukosea kabisa. Melissa amezama kwa kijana mwokota makopo. Melissa anataka kuivunja ndoa yake ambayo kesho kutwa tu hapo watu washafanya maandalizi na kila kitu, kanisani ishatangazwa. Melissa anataka kusitisha ndoa yake. Sababu nini? Sababu ni mwokota makopo ama sababu ni nini? Mambo ni mazito. Karibu ndugu yangu. Karibu sana. Hivi Melissa, hivi uko serious kabisa na umechukia? Melissa, nataka kujua kwa haya ambayo mimi nimeongea, hivi uko serious umenichukia? Hebu ngoja kwanza labda nikuulize swali moja Melissa. Kwa hiyo unampenda huyo kijana? Huyo mwokota makopo sijui. Yeye inamaanisha kwamba unaona huyo ndo mpenzi wako? Ama unampenda kivipi au ni rafiki tu? Melissa, naongea na wewe. Msikilizaji, yaani mpaka muda nilikuwa tena siwezi kuzungumza na Amanda. Nilikuwa sitaki kumjibu chochote kile Amanda, kwa sababu tayari alikuwa ameshanikera kwa maneno yake machafu aliyokuwa anayezungumza. Muda mimi niliendesha tu gari na Amanda alishajua kabisa kuwa nilikuwa nimekasirika. Amanda akaniambia kwa upole tu, akaniambia, sikiliza Melissa. Melissa, najua umechanganyikiwa. Ndoa yako ni kesho kutwa tu hapo Jumamosi. Hebu kwa sasa Melissa, achana kwanza na huyo rafiki yako mchafu mwokota makopo. Sikiliza Melissa, jitahidi tena sana ufanye maamuzi yaliyokuwa sahihi. Melissa, haya ni maisha yako. Haya ni maisha yako Melissa. Amanda ananiambia hivyo, mimi wala hata sikumjibu. Kiukweli nilikuwa nachukia kwa maneno ya Amanda, lakini pia nilikuwa najisikia vibaya mno. Kwa nini wanamdhihaki yule mwokota makopo? Kwanza alianza Norbert ambaye ni mpenzi wangu. Alimfokea sana. Alimfokea yule mwokota makopo kama mtoto mdogo. Lakini still yule mwokota makopo aliomba msamaha. Na leo hii tena rafiki yangu wa karibu Amanda, ambaye najua yeye anaweza kuwa upande wangu, anajua kabisa kwamba mimi namtegemea Amanda kwenye kila kitu. Leo hii Amanda naye anamzungumzia vibaya mwokota makopo. Kiukweli nilijisikia vibaya sana. Ina maana watu kama Hubert yule mwokota makopo kwamba yeye hana thamani ama ni vipi? Kwani Hubert hana stahili ya kupendwa? Hana thamani ya kusema kwamba apewe thamani kama wanapopewa watu wengine? Mimi upande wangu sijui maana tu. Mimi huwa naishi maisha yangu. Mimi siwezi kumdharau mtu yeyote ile kwenye maisha yangu. Mpaka nimekutana na Hubert mwokota makopo
na nimeheshimu mahangaiko yake, na ndio maana sikuona ubaya hata kumsaidia. Sasa mbona watu wengine hawalioni ile, hawalioni kile ambacho mimi nakiona? Kwa nini unamdhihaki Hubert? Why? Kusema ule kweli nilichukia, msikilizaji. Rafiki yangu Amanda nadhani alijua kwamba labda mimi nafanya masihara. I say, kwenye gari sikucheka tena. Yeye Amanda akawa ananitazama tu, akawa anacheka akisema yani Melissa umenichekesha sana na wewe. Hivi nao umeanza kuokota chupa za maji, si ndio? Uchawi upo rafiki yangu. Melissa atakuwa umerogwa vibaya na huyo mkaka. Huyu mkaka atakuwa amekuroga vibaya. Msikilizaji, light kama ungemwona Amanda jinsi anavyoongea na kucheka. Yaani anaongea, ananitazama huku anacheka. Nye nilimmind mpaka tunafika mahali. Amanda alishusha pumzi akaniambia, rafiki yangu Melissa usichukie. Ni utani tu, mimi nilikuwa nakutania, lakini kwenye huu utani, shoga yangu Melissa sitamani upotee. Tafadhali hebu zingatia mambo ya umuhimu Melissa. Yanapo nilimtazama tu Amanda na kisha nilitabasamu nikamwambia, sikiliza Amanda, unaweza ukashuka sasa. Sawa dadangu kipenzi. Unaweza ukashuka kwenye gari ukaniacha mimi mwenyewe. Hapo Amanda alinishangaa. Kwanza alinitazama, akaniambia, Melissa, kwa maneno ndo umekasirika? Melissa, hutaki hata kuzungumza na mimi? Sikutaka hata kuongea sana, ndo kwanza nikamfungulia mlango wa gari. Nikamwambia, sikiliza Amanda, tutaonana kipenzi. Uwe na usiku mzuri na kuomba ushuke kwenye gari. Hapo Amanda aamini yani kama mimi ndo nachukua ya maamuzi. Kwanza alinitazama akaniambia, Melissa, inapo ananiita kwa kushtukia. Ilikwambia, Melissa, wewe ndo kunifanyia hivi. Aiseni nilimtazama, macho yalikuwa yamemind. Yaani ukinitazama tu unaweza kusema macho yalikuwa yamemchukia Amanda. Hapo nikampa ishara, sikuongea tena, nikampa tu ishara afanye kila ambacho namuomba, yani kwamba ashuke kwenye gari. Kweli Amanda alishuka na mimi nilisubiri, yani sikusubiri kusema kwamba aliposhuka tu Amanda mimi nikaondoa gari yangu kwa kasi mno. Nilimwacha pale Amanda anashangaa tu, na ukupita muda Amanda alianza kunipigia. Nilitazama simu yake afu sikuipokea. Akanitumia ujumbe, akanasema, sikujua kama itakuwa hivi rafiki yangu, na kuomba sana endesha gari kwa umakini, na kuomba tafadhali, na kuomba unisamehe sana. Nilimsonya hapo, nikaendelea na safari yangu mpaka nikafika nyumbani. Nilipofika nyumbani nilimkuta baba pamoja na mama walikuwa wamekaa tu nje. Nilijiweka sawa kiasi, nikawafuata, nikawasalimia vizuri tu, na kisha pale nilianza kuondoka. Nilipokuwa naondoka sasa, mama akaniita. Akaniambia, mwanangu, naona umeanza kujihusisha na wahuni sasa hivi. Hivi nani asiyejua ya kwamba waokota makopo, wabeba takataka, asilimia kubwa ni wanatumia bangi. Asilimia kubwa ni vibaka. Asilimia kubwa ni wezi wakubwa. Kwa hiyo wewe mwanangu unataka tuanze kuibiwa hapa ndani, si ndio manake? Tukishaanza kuibiwa ndo utaelewa ya kwamba waokota makopo sio watu wazuri, si ndio? Mamangu mzazi ananiambia hivyo. Kusema ule ukweli, sikuweza hata kumjibu. Nilinyamaza tu. Hapo baba ndo akaingilia kati akasema, mke wangu, hebu mwache mtoto. Mtoto ndo kwanza amefika nyumbani. Hujui hata alikuwa wapi? Hujui hata alikuwa na siku gani leo. Hebu mwache mtoto akapumzike. Najua sana baba Melissa. Najua unamtetea huyu mwanao. Lakini huyu ni binti yetu, lazima tumwambie ukweli. Wewe mwanangu Melissa, wale watu unaotaka kujihusisha nao sio wazuri. Na umekusanya kabisa machupa hapa nyumbani ili ugawe kwa hao waokota makopo. Hivi wewe Melissa, wewe umepatwa na nini?
Melissa binti yangu, na kuomba usirudie. Sasa hivi Melissa, focus na ndoa yako. Hivi zimebaki siku ngapi? Jumamosi ni hapo tu, kesho kutwa. Wewe unakwenda kuolewa binti yangu. Kwa nini unataka kuchangamana na waokota machupa? Wale sio hadhi yako. Unaacha kufocus na ndoa yako, wewe kutwa ng'ang'ana na watu wanaokota machupa. Hivi ni kweli Melissa, wewe uko sawa kweli? Au tukupeleke kwenye maombi uombewe? Mwenzetu wewe utakuwa umerogwa. Mama wakati anaongea maneno nilijikaza. Nilizuia machozi yangu yasitoke. Nililazimisha tabasamu, nikaambia mama, samahani, nimekosa. Alafu mara baada ya kumjibu hivyo mamangu, sikusubiri jibu kutoka kwake. Hapo machozi yananitoka. Nilianza safari kuingia ndani. Roho ilikuwa inaniuma. Roho ilikuwa inahangaika. Hakuna hata mtu mmoja anayemwona Hubert ni mtu mwema. Hakuna. Kila mtu anamwona Hubert ni mtu ambaye ni mwizi, kibaka, mvuta bangi. Yaani kila mtu anaona watu kama Hubert wana roho mbaya. Yaani kila mtu anaamini kabisa kwamba waokota makopo ni watu ambao hawafai kuchangamana nao kwenye jamii. Lakini wanashindwa kujua kwamba huyo mwokota makopo mimi ndo furaha yangu ya kweli. Huyo mwokota makopo mimi ndo nahisia naye. Nilifika mpaka chumbani kwangu. Simu yangu iliita tena. Alikuwa ni shoga yangu, rafiki yangu wa karibu, anaitwa Amanda. Nilitazama tu ile simu, sikuipokea. Amanda alinitumia ujumbe, akaniambia, rafiki yangu, nimekosa raha kabisa. Sikujua kama itakuwa hivi, sikujua kama utamind hivi. Nilisoma ule ujumbe alafu nikarusha simu kitandani. Nikajisemea moyoni kwamba wewe Amanda, ulikuwa unafikiria nini? Na kunikejeli kote kule, kunicheka kote kule, ni kama vile mimi nilikuwa kituko. Inakuwaje unamcheka mtu ambaye anapambana? Inakuwaje unamcheka mtu ambaye anahangaika na maisha yake, anateseka kutafuta pesa yake ya uhalali? Okay, sawa. Sio lazima wote tu tunamtazamo sawa. Sasa kwa nini umcheke? Kwa nini unione mimi kama nimerogwa, au unione kama mimi nimechanganyikiwa kisa tu kuwa na rafiki kama Hubert ambaye na yeye ameumbwa na huyo aliyekumba wewe na kukupa hiyo nafasi? Ni vipi kama Mungu akabadilisha hiyo nafasi? Binafsi kusema ukweli, msikilizaji, sikupenda. Nilitamani hata niongee na Hubert, ila hata simu tu hana. Maisha yake yeye ndo anayejua anaishi vipi. Hii siku nilikuwa nina hasira sana kusema ukweli. Sikutaka kufuatilia yeyote. Na bado Amanda alinipigia simu. Aliomba kwa ujumbe nipokee simu yake, ila sikuona maana kabisa kupokea simu yake. Siku hii hata mpenzi wangu Norbert alinipigia na nilimwambia tu kwamba nimechoka, nataka mapumziko na kuomba uniache. Na kweli ilikuwa hivyo. Nilijiweka sawa, na hata kula sikutaka kula, kusema ukweli. Chakula hakipandi, niliamua tu kulala zangu. Ila basi hata nikilala, mnadhani usingizi ulikuja, nilikuwa nawaza kumuhusu yule Hubert, yule kijana mokota makopo. Lakini nikikumbuka hata pia huyo Hubert mwenyewe hanitaki. Hata kama tu niwe rafiki yake, hanitaki. Aise, niliumia sana. Asubuhi nilipoamka nilitoka nje. Nilisubiri sana ule mokota makopo Hubert apite. Nilisubiri sana lakini hakupita. Nilirudi tena ndani. Nilipofika ndani, mamangu alikuwa anatoka. Nilisalimiana naye na mamangu aliniambia, natoka mwanangu, ndo natoka. Naenda kufuatilia baadhi ya mambo na kina mama wenzangu huko kwa ajili ya Jumamosi. Leo hii wewe uende kazini, Jumamosi si ndo ndoa yako? Nikamwambia mama, naona tu leo nipumzike tu. Naona sitatoka kabisa, sitoenda kazini. Upumzike binti yangu. Kwanza umefanya vizuri sana kupumzika. Walau hata ngozi yako isipigwe na jua, ipendeze. Maana we ni bibi harusi mtarajiwa wewe. Hutakiwi kupigwa na jua nje ovyo, wala kupulizwa na vumbi. Mama aliponiambia hivyo nilitabasamu tu. Mama alinibusu, akamwaga mume wake, yani baba.
Alipotuaga pale, mimi nilitabasamu tu. Mama alipotoka tu, baba mimi aliniita, na mimi nilitii wito wake. Babangu alinimiminia juisi, alinitazama na kisha akaniambia kwamba mwanangu, leo ni Jumatano na hujaniambia nini kinachoendelea, na ukumbuke Jumamosi ndio ndoa yako. Sasa nataka kujua mpaka sasa binti yangu, umeamua kitu gani kuhusiana na ndoa yako? Baba, sina nilichokiamua, ila tunakuomba ujue baba, sina furaha na ndiyo ndoa inakwenda kufungwa, lakini sina furaha na hiyo ndoa baba. Hebu nisikilize binti yangu, usifunge ndoa kwa ajili yetu sisi wazazi wako. Unatakiwa ufunge ndoa kwa ajili yako wewe mwenyewe binti yangu. Maamuzi yako ya leo ndio maisha yako ya kesho. Sikiliza, kama hakuna kitu kibaya kama uoga. Uoga ni kitu kibaya sana kwenye maisha. Hebu jitahidi mfanye vitu ambavyo huwa vinawapa furaha. Sawa? Mwende sehemu, mfurahie pamoja na muoneshane kwamba mnapendana na mengi mazuri kama hayo. Lakini binti yangu, kama unaona kabisa humpendi yule kijana Norbert, kama unaona kabisa yule kijana hakupi furaha, kama unaona kuna kitu hukielewi, unaweza kugailisha ndoa yako mpaka mambo yatakapokaa sawa kabisa. Nyie, babangu alikuwa sahihi. Yaani mimi nilikuwa sioni tena pa kumwamini Norbert. Upendo wangu kwake Norbert nilikuwa nina mashaka nao, ila ndo nilikuwa sijui nini cha kufanya. Nilimwambia sawa baba, nimekuelewa kwa machache ulioweza kuniambia. Mimi naelekea chumbani na ninakuahidi kila kitu baba kitakuwa sawa. Upo sawa lakini binti yangu Melissa? Nikamwambia niko sawa baba. Nipo sawa kabisa na ninashukuru Mungu. Niko sawa. Sijui unapitia kitu gani binti yangu. Sijui. Na sijui unajisikiaje mama, lakini mimi baba yako niko hapa na nitakuwa upande wako siku zote. Nakupenda sana babangu. Hapo baba alinishika mashavu yangu. Nilitabasamu, nikainuka zangu, nikaelekea chumbani. Nilishinda nyumbani hii siku, lakini nilikuwa ni mnyonge mno. Nilikuwa ninawaza sana kuhusu yule kijana mwokota makopo Hubert. Hubert kweli wa kunikatalia mimi urafiki? Na bado natakiwa kuweza kuamua juu ya ndoa yangu. Sikuwa na furaha hii siku. Hii siku nayo ilikuwa kama vile imeganda, ni kama vile haitembei. Nilikuwa ninaumia sana ndani ya moyo wangu, lakini ningefanya nini? Huyo mamangu mwenyewe hakuna kitu anachokiwaza zaidi tu ya harusi yangu. Muda wote anawaza kuhusu maandalizi ya harusi yangu. Alafu nije kusema kwamba mimi hiyo ndoa siitaki. Msikilizaji, lai tukiona mama wangu anavyozungumza, sidhani kama ataweza kunielewa. Yaani nashindwa hata kumshirikisha jambo kubwa la namna hii, nashindwa. Na kadiri muda unavyozidi kwenda, ndo nilikuwa naona kabisa kwamba mimi sina maamuzi na hii ndoa, na nilikuwa naona kabisa hii ndoa itakwenda kufungwa. Na ikishafungwa tu, mimi nimekosa kila kitu kwa maisha yangu. Maana yake nitakuwa sina furaha, sina amani na mwanaume ambaye anaenda kuwa mume wangu. Mpaka muda wa kupika unafika, nikaona tu ni bora tu niende jikoni sasa nikapike, ili mradi tu muda uende. Mama yangu baadhi na marafiki zake walikuja. Kuna kitu walikuwa wamefuata. Mama aliponikuta niko jikoni sasa, akaniambia, Yesu wangu, Yesu wangu. We dada wa kazi, unamruhusu vipi binti yangu aingie jikoni? Unajua kabisa ya kwamba mwanangu huyu ni bibi harusi mtarajiwa. Haya, akiungua na mafuta,
Unafikiri itakuwaje? We mtoto, hebu njoo hapa haraka. Hapo mama akamwita yule house girl. Nikamwambia mama, jamani, hata kama mimi ndo nakwenda kuolewa, kwa maana mimi hata kupika ndo siruhusiwi mama. Hapo mama alinishika mkono akanipeleka mpaka kwa shoga zake. Akasema, jamani, binti yenu huyu eti anapika jikoni. Haya, hivi akiungua hapa mimi nitamueleza nini mume wake? Mama aliposema hivyo, wale mashoga zake, marafiki zake wote walinishambulia. Jamani, mpaka nikajikuta mwenyewe ninacheka tu. Eti naambiwa eti nikae tu chumbani nitulie nisifanye kitu kingine chochote mpaka siku yangu ya kuolewa itakapofika. Basi mimi nikawa nafurahi tu. Sasa nitafanyaje? Ilibidi tu nirudi chumbani. Nilifika chumbani, hapo nilikuwa naumia moyoni, nasema kabisa mimi nitafanya nini? Hii ndoa mimi siitaki. Naona kabisa simpendi tena Norbert. Sio chaguo langu. Sio mwanaume wa maisha yangu. Sio mwanaume ambaye mimi namtaka. Haiwezekani. Sasa naanzaje kusimamisha maandalizi haya? Maskini mamangu, babangu, Mungu wangu. Au nitoroke? Yaani niko hapo lakini sijui nini cha kufanya. Yaani mpaka nawaza sasa, okay, hatua ya mwisho labda nitoroke. Muda huo simu yangu nayo pia ilikuwa inaita sana. Alikuwa ni shoga yangu Amanda, niliitazama tu na sikuwa hata nataka kuipokea. Alinitumia meseji nyingi sana. Oh, mdogo wangu pokea simu. I'm sorry. Hapo mimi meseji zake nilikuwa nazitazama tu. Sitaki mtu yoyote sasa. Maana hata mtu wangu wa karibu pia ananicheka kwa jambo langu ambalo mimi linanipa furaha. Amanda sio mtu wa kunicheka. Amanda hakutakiwi kuniongelea maneno ya kejeli hata kidogo. Amanda ilitakiwa upande wangu. Sasa kama yeye Amanda tu mtu wangu wa karibu kanionyesha tabia hiyo, ni nani mwingine ambaye naweza nikamwamini nikamwambia siri zangu? Nililala, msikilizaji, huwezi kuamini, nikiwa nimezima simu yangu. Sikutaka usumbufu. Nililala sana hii siku. Dadhani ni kwa sababu ya mawazo. Mimi nikiwa nina mawazo nalalaga sana. Nilichelewa haswa kwenye kuamka. Ili nimeamka tu na kutoka hivi, hata baba pia alikuwa tayari ameshaondoka. Kwa nilibaki mimi na dada wa kazi tu, yule house girl. Nilisalimiana naye, nikamuuliza kuhusu mama. Niliambiwa kwamba naye mama ameondoka. Tena ameondoka kabla hata ya babangu. Basi nilitoka nje, nilikuwa nazunguka tu hapa na pale. Nikatoka mpaka nje kabisa, nje ya gate. Sikukata dakika nyingi, naona Hubert yule mokota makopo huyu hapa ndo alikuwa narudi zake. Nilitabasamu na nilikuwa naamini kabisa kwamba tutazungumza. Kwa hiyo niliendelea tu kumtazama, nikawa na tabasamu tu huku natembea sasa tukutane mimi na yeye. Lakini huwezi kuamini, Hubert aliponifikia alinitazama tu. Akanitazama kwa macho ya huruma, alafu akaanza kuondoka. Ilibidi mimi nimshike mkono wake. Maskini Mungu, Hubert alijitoa kwa upole, alafu kisha akaendelea kuondoka. Ilibidi muite, nikamwambia Hubert. Namuita lakini hakusimama. Alifika mpaka mbali, nikaita tena Hubert. Mnadhani aligeuka? Hakugeuka hata kunitazama. Nilichoka. Nilishindwa hata kuelewa kwamba huyu ana tatizo gani. Na kwa nini hataki kuzungumza na mimi baada ya wema wote ambao mimi nimemfanyia kwake? Ina maana kwamba yeye wema wangu mimi hauoni? Roho iliniuma sana. Nilikuwa ninajisikia vibaya mno. Nilikuwa naumia mno ndani ya moyo wangu. Nilishindwa hata kuyazuia machozi. Niliyafuta mara baada ya kumuona mlinzi ananiita. Nilimtazama afu nikamuuliza, "Wewe unaniitia nini?" Akaniambia, "Madam, upo sawa?" Nilibaki tu namtazama huyu mlinzi. Kisha mlinzi akaniambia, "Madam, ingia basi ndani." Tena hapa ananiambia kwa upole mno. Nikamwambia, "Kwani wewe ulikuwa uko hapo?" Akaniambia, "Ndio madam, nilikuwa niko hapa getini." Hapo nilimtazama mlinzi, nikasogea karibu yake, nikamwambia, "Sikiliza. Nilikuwa mwema sana kwake, lakini naona anitaki kabisa." Yule mlinzi alinitazama. Akaniambia, "Madam, itakuwa hajui wewe ni mwema namna gani madam. Mwache, ipo siku atajua kuwa anakukosea." Nilishusha tu pumzi na kisha niliingia ndani nikiwa nimechoka vibaya mno. Ile nimefika tu chumbani, nilishika simu, nilikuta Norbert.
Norbert, yani mpenzi wangu huyo ambaye natakiwa nikafunge naye ndoa, alikuwa amenipigia sana, yani missed call zilikuwa kama zote. Kwanza nilishusha pumzi, alafu nikakumbuka tukio la nje lililotoka kutokea muda so mrefu. Nilishindwa kupokea hata simu ya mpenzi wangu Norbert, nilishindwa. Norbert akanitumia ujumbe, alikuwa ananiambia, mpenzi wangu, bado siku moja tu uwe mke wangu. Nilisoma ule ujumbe, imebaki siku moja tu mimi niwe mke wake. Na mbaya zaidi, wakati nausoma ujumbe akatuma ujumbe mwingine, bado siku moja tu niwe huru kulala na wewe, niamke pamoja na wewe, mpenzi wangu wa maisha, unajua nakupenda sana. Yani nilikuwa natamani hata kumwambia kwamba bana, mimi sitamani hata hiyo siku yenyewe ifike. Sasa kabla sijaandika ujumbe, simu yangu iliita. Alikuwa ni Norbert ananipigia. Nilipokea ile simu, tukawa tunaongea tu, anacheka yeye mwenyewe, ananitania. Wakati huo nao pia ndo mlango wa chumbani kwangu ulikuwa unagongwa. Nikamwambia Norbert, samani, kuna mtu ananigongea mlango, nitakurudia. Kwa nikakata ile simu ya Norbert. Ile nafungua tu mlango na kutana na shoga yangu Amanda. Kwanza nilishusha pumzi. Amanda alipoingia pale ndani, aliingia na kuanza kusema, rafiki yangu, ndo umekasirika mpaka leo na kesho kutwa ndo harusi yako, usinifanyie hivyo. Nikamwambia karibu. Hapo Amanda alinitazama kisha akanishika mikono, akaniambia, nisikilize Melissa. Unajua Melissa, mimi napenda wewe una furaha. Na kuomba unisamehe sana Melissa, najua nimekuudhi rafiki yangu, nimekaa nikaona nimekukosea. Naomba tuachane na hilo, tuangalie hili la muhimu. Niko hapa kwa ajili yako, tafadhali na kuomba unisamehe shoga yangu. Unajua nilimtazama Amanda, afu moyoni nikawa nasema, walau Amanda amejua kwamba amekosea, walau. Kwa mimi nikamwambia Amanda, kwa hiyo huoni vibaya tena mimi kuwa na rafiki mokota machupa, si ndio? Nilipomuuliza hilo swali Amanda, tulitazamana na Amanda alishindwa kujizuia. Yaani wote tulijikuta tunaangua kicheko, tulicheka kweli kweli. Amanda akaniambia, bwana, rafiki yako ni lazima atakuwa rafiki yangu pia. Ina maana wote tutaokota tu kumshika mkono. Melissa, umeniweza sasa. Nitafanyaje? Ndio tayari sisi makopo gang. Ila kuna sharti moja Melissa nataka nikupe. Nikamwambia Amanda, sharti gani unataka kuniambia? Ushaanza unataka nikununie tena Amanda Unune? Si ukinuna nakuja kama hivi. Bwana Melissa, nakuomba unisikilize. Sharti langu mimi ni hakuna kumpa siri zaidi yangu, na wala hakuna kumpenda kuliko unavyonipenda mimi rafiki yako. Nikasema, Amanda, wewe mgonjwa, hivyo una akili kweli wewe? Lazima nikwambie ukweli shoga yangu, alafu nina njaa vibaya mno. Amanda aliponiambia hivyo, huyu rafiki yangu anapenda sana kula, namjua. Nilifikiri kula ndo kitu ambacho anakipenda sana. Basi nikamwambia nisubiri, nikamuitie dada atufanyie jambo. Kwa hiyo nikaenda nikarudi. Akawa ananiuliza kuhusu ndoa. Amanda huyo ananiuliza kuhusu ndoa yangu ya Jumamosi. Mimi nikawa namuelezea hali halisi na mama alivyo, kila kitu mimi nikawa namuelezea. Amanda alinitazama akaniambia, rafiki yangu Melissa, kwanza nikupe pole. Na ndio maana niko hapa kukupa mkono wakati wowote ukinihitaji. Lakini mbona Melissa, kama kuna kitu unanificha, mbona kama kuna kitu husemi? Nikamwambia Amanda, hata kama nikikwambia utanicheka. Ni kuhusu rafiki mpya. Kasema tujaze makopo gani? Niambie. Kama anataka loli zima tutamjazia, ama anataka nini? Nikamwambia Amanda, si bora hata hivyo ingekuwa ni makopo anataka, ningetafuta mji mzima.
ni kwamba rafiki yangu huyu mpya hataki kabisa mazoea na mimi. Yaani mpaka najisikia vibaya. We Melissa, kwa hiki unachoniambia sitaki kuamini kwamba umempenda huyo mokota makopo. Melissa, serious? Hapana Amanda. Sijui. Sina la kusema kuhusiana na hilo. Lakini tu ni kwamba natamani kumfahamu zaidi. Natamani kuwa naye karibu. Natamani kuzungumza naye. Amanda, huwezi kunielewa, najua huwezi kunielewa. Ila ninajikuta ni mwenye furaha sana pindi tu yule mokota makopo anapokuwa karibu yangu au hata nikizungumza naye. Sijui nifanye nini. Siwezi kuelezea vile ambavyo najisikia Amanda. Au itakuwa yule mokota makopo anamuogopa Norbert? Kwani anamfahamu mchumba wako Norbert? Amanda aliponiuliza hilo swali, ilibidi nimuelezee kuhusu ile siku ya kwanza mimi kuweza kumuona yule mokota makopo. Nilipomwelezea ile situation, Amanda akaniambia, Melissa, hata ungekuwa wewe, huyo mumeo Norbert alivyokuwa bonge la bwana, alafu akijitazama na yeye jinsi alivyo mokota makopo, uwe kuweza shogangu? Nye tulicheka sana. Sasa Amanda akanitazama akaniambia, Melissa, usije ukajiamulia mambo shoga yangu. Usije kuninunia. Haya, niambie tunafanyaje? Au nikufundishe kucheza hili game? Nikamwambia niache tu kwanza Amanda. Niache tu kwanza. Yaani hapa nilipo mwenyewe sijielewi. Kweli msikilizaji, ilikuwa ni furaha, ingawa upande wangu sikuwa na hiyo furaha kabisa. Amanda alikuwa yuko hapa na zaidi mazungumzo yalikuwa ni kuhusiana na ndoa yangu ya Jumamosi. Nyumbani wageni hawakauki. Wanamtafuta mama. Mipango ya hiki na kile vinaendelea. Nadhani mnanielewa. Yaani nashindwa kusema namna jinsi ilivyokuwa. Nikiyatazama haya mambo jinsi yanavyokwenda, moyo wangu ulikuwa unaumia sana. Na hata usiku rafiki yangu alikuwa anakunywa maji. Ile chupa alipomaliza eti akanitania, akaniambia nitupe au tunaitunza. Bibi harusi wangu, hebu niambie hii chupa tunaifanyaje? Kiukweli nilijikuta nacheka, nikamwambia Amanda, nitakupiga nikuumize mjinga wewe. Basi Amanda alinitazama akaniambia, ndo unaolewa hivyo? Ukimwona mama yako anavyo haha, acha kabisa. Nikamwambia Amanda, mimi nitakufa. Yaani nitakufa kabla siku zangu. Mwenzako kila anaposikia kuhusu ndoa yangu kesho kutwa, na nikifikiria mimi nina siku ya kesho tu, Amanda, mimi nitakufa. Pressure kabisa naona itaniua. Nisikilize Melissa, hebu tulale kipenzi. Nilimtazama tu. Kweli alilala Amanda. Mimi nilibaki na waza hili na lile. Na hata nilikuwa na waza nimtafute yule house girl wa nyumbani kwa Norbert. Au labda nitumie mbinu yoyote ile. Au hata nitoroke. Ila sasa nikawa sijui nichukue maamuzi gani. Sasa nikajikuta na waza mpaka nikaja nikapitiwa na usingizi. Niliwahi sana kuamka hii siku. Mama ndo wa kwanza alikuwa ameshaondoka kwenda kwenye maandalizi. Hapo nilibaki nimeshika tu simu. Niliposhika ile simu nilikutana na ujumbe. Habari za asubuhi dada. Najua kesho ndo ndoa yako, ila natamani usikubali hilo ndoa kwa sababu Norbert sio mwanaume mzuri kwako. Utateseka sana ukiwa mke wake. Usinipigie, subiri simu yangu mimi ndo nikupigie. Nikasoma tena ujumbe. Unajua nilishangaa sana. Jamani, hata ungekuwa msikilizaji usingeweza kusubiri eti usipige ile simu. La hasha. Mimi nilipiga. Nikapiga ile simu lakini haikupokelewa. Baada ya muda uliingia ujumbe.
kwamba subiri simu yangu, subiri mimi ndo nikupigie. Nye, amwezi amini, kwanza nilijikuta na muamsha shogangu Amanda na usingizi wake ilibidi amke. Nikampa simu, nikamwambia soma ujumbe. Amanda akasoma ule ujumbe, akasema Mungu wangu, mbona ujumbe unaogopesha? Ni nani ukakutumia ujumbe? Amanda aliponiuliza ile swali, unajua waza nilimtazama kwa hofu, alafu moyo ulikuwa unanipiga. Natamani kujua ni mwanaume gani ninayekwenda naye, yani sijui nisemaje. Nikamwambia sikiliza Amanda, nahisi huo ujumbe umetoka kwa yule house girl wa Norbert pale nyumbani kwake. Wewe Melissa, tumpigie. Nikamwambia Amanda, nimefanya hivyo, ila ameniambia nisubiri. Nye, mimi na Amanda tulichoka. Hii siku sikuweza hata kula. Mwenzangu ya Amanda anakula, lakini mimi nipo hapa na simu muda wote. Mpaka Amanda akaniuliza vipi? Amekupigia? Hapo nilitikisa tu kichwa kwamba sijapigiwa. Mpaka usiku bado yule house girl hakuwa amenipigia, na hata ikawa saa 6 za usiku. Nikamtumia ujumbe hajibu. Napiga apokei. Hata Amanda pia naye akapitiwa na usingizi. Mimi wa usingizi unatoka wapi? Wakati ile hali najua kabisa kukikucha mimi ndo inabidi nikaolewe. Ilipofika majira ya saa 6 na dakika 50 hivi, ujumbe uliingia kwenye simu yangu kwamba unaweza kuja nyumbani kwa Norbert sasa kama unataka kujua mwanaume unayetaka kuolewa naye. Tafadhali ukija usianzishe ugomvi wala usinihusishe ili uweze kuilinda kazi yangu. Njoo sasa hivi, ninakupenda dada, na ndio maana nakusaidia. Ninatengeneza mazingira ili ukifika uingie tu bila shida. Usikuma geti dogo na milango nitaiacha wazi kwa ajili yako. Dada, njoo usiku huu haraka sana. Kwanza hapo nilishusha pumzi. Sikuweza hata kujibu huu ujumbe. Sikumwamsha hata Amanda. Ilikuwa ni usiku, ila mimi niliona ndo kama vile niliona kama vile mchana, yani kweupe, yani kama vile jua linamulika. Nikiwa na maanisha kwamba sikuogopa chochote. Yani hapo njiani hata angenitokea nani tena uenda kabisa ndo ningemwasha na vibao nipishe njiani. Nikamwamsha mlinzi, nikamwambia sikiliza, naenda kwa Norbert, nataka kuonana naye kabla ya ndoa kesho. Naomba usimwambie yoyote, mimi nitarudi. Unajua kwanza mlinzi alinitazama, akaniuliza, madam, vipi nikusindikize maana sasa ni usiku? Nikamwambia hapana, nitachukua pikipiki mbele hapo wala hata usijali. Nimekuambia sitaki mtu ajue kama nimetoka huu usiku. Nye, usiku ule nilitoka. Mimi ni muoga jamani, nawaambieni ukweli. Ila niliona usiku kama vile ni usiku wa ukombozi kwenye maisha yangu. Nilitembea bila hofu. Nilitazama huku na kule mpaka barabarani. Nikapata pikipiki zile za usiku, nikapanda mpaka kwa Norbert. Nikafika. Kweli huyu house girl nilikuta pale ameniachia milango wazi. Yaani ilikuwa tu nikitendo tu cha kusukuma naingia, nikisukuma naingia. Hapo tayari ilikuwa ameshatimu majira ya saa 7 za usiku. Ina maana siku ya ndoa yangu. Yes, yani ina maana kwamba ndo ulikuwa usiku wa ndoa yangu. Yaani endapo tukiamka, maana yake mimi nakwenda kufunga ndoa na nani? Na Norbert. Au naweza nikasema ndo ilikuwa ndo siku ya ndoa yangu. Niliingia ndani. Nilipoingia, nikaingia mpaka sebuleni. Kisha hapo nikaanza uelekeo kuelekea vyumbani. Nilimtazama yule house girl. Yule house girl akanionyesha ishara ya kwamba yuko pamoja na mimi, yani akanipa hivi, akanifanyia hivi, tuko pamoja madam. Mimi nikatembea taratibu mpaka chumbani kwa Norbert. Nimefika pale mlangoni, nikaanza kusikia vicheko vya mahaba. Nikaanza kusikia sauti za madeko. Kwanza mjue ilibidi nizibe mdomo wangu. Norbert anavyonipenda mimi. Maneno yote yale
anapata wapi nguvu ya kulala na mwanamke mwingine usiku wa kuamkia kwenye ndoa yetu? Sasa wakati niko hapo mlangoni, nikawa namsikia yule mdada kule ndani ambaye yuko na mpenzi wangu Norbert. Yule mdada kule ndani akawa anasema, "Oh, baby, ukioa sasa itakuwaje? Miro inaniuma sana. Nashindwa kuelewa mimi. Nani nitafanya naye haya ambayo unafanya nayo sasa hivi Norbert? Kwa nini unataka kuoa?" Hapo nikamsikia Norbert anasema, "Unajua kwamba sina ujanja mimi kwako lazima nirudi tu. Mama. Geuka basi vizuri, geuka vizuri. Unajua mengine ni mpango tu. Tukipata pesa tunaendelea na maisha yetu mpenzi wangu. Mimi nakupenda wewe, mikuli nafuata hela tu." Nye, niliposikia hizo kauli, machozi yalinitoka. Nikajikaza. Na ile sauti ikawa inajirudia haswa ile ya kike. Nikasukuma ule mlango nikaingia. Nye, nilichoka. Sikuamini macho yangu. Sikuamini ninachokiona. Watu ambao wamenizunguka kwenye maisha yangu ndio watu ambao wananisaliti. Norbert yuko utupu kabisa. Ponela, rafiki yangu ambaye analia shida zake, mimi namsaidia. Ponela ndio kulala na mwanaume wangu. Nilitetemeka. Wao waliendelea na mishe yao, kwa sababu mimi niliingia pale kimya. Nilijikuta naita kwa uchungu, nikasema, "Norbert, Ponela, Mungu wangu, niambieni kwamba hiki sio kweli ninachokiona." Hapo na wao wakashtuka, wakanitazama, lakini walikuwa na aibu mno. Yaani wanahangaika kujifunika pale na mashuka. Mimi nilichoka. Msikilizaji, hivi umeshawahi kufumania? Simaanishi kufumania sijui kwa message, sijui umekuta message, sijui nini, baby, sijui I miss, sijui I love you. Nauliza, ushawahi kufumania? Live to live hivi unashuhudia, ushawahi? Kama umeshawahi, nadhani utaelewa feeling niliyokuwa nayo hapa. Ila kama hujawahi kufumania, omba sana ndugu yangu, yasikukute. Utaita maji mma. Nilichoka. Ndo huyu mwanaume ambaye kukikucha inabidi akanioe kanisani. Nilitokwa na machozi mfululu. Machozi yalinitoka mfululizo. Sikutegemea usaliti wa aina hii. Yes, sikatai, ana mwanamke. Ila hakutakiwa awe Ponela. Hakutakiwa awe mtu ambaye mimi namjua. Sawa, wanaume kusaliti kawaida yao kama wanavyosema, sawa, sikatai. Lakini ndo anisaliti siku ya ndoa yangu. Ndo anisaliti kwa rafiki yangu Ponela. Kweli wanawake wameisha. Ponela, hata wewe wakunifanyia hivi. Muda huo msikilizaji, Ponela hawezi hata kunitazama. Ukimwona huyo Norbert msikilizaji, bila anavyohangaika kunitazama na kujifanya nalia mbele yangu, mimi nilimtazama nikamwambia, Norbert, usiku wa kuamkia ndoa yetu, ina maana hivi ndo huwa unanifanyiaga, si ndio Norbert?
Una ujasiri gani wa kunifanyia haya Norbert? Una ujasiri gani wa kuja kunitazama usoni bila uoga ukisema kwamba unanipenda? Kwa nini unanifanyia hivi Norbert? Kila kitu ni uongo. Ni mpango gani ambao uko nao juu ya maisha yangu Norbert? Kwa nini unanifanyia mimi? Mbona mimi ni mtulivu sana Norbert? Mbona mimi nilikuamini sana? Mbona unakuwa zaidi ya katili Norbert? Norbert, unataka kuniua? Kwa hiyo hii ndio tabia ambayo mnafanya siku zote hivi, si ndio? Na Ponela, mtu ambaye nilijua ni familia yangu mimi, Ponela nilikuona kama ndugu, kama rafiki, mtu wa karibu, matatizo yako yangu. Ponela nilikutetea kila mahali, kumbe Ponela wewe ni nyoka. Ponela, hunipendi mimi. Hunipendi kabisa. Na ndio maana unatoa nguo zako mbele ya mwanaume ambaye kesho alitakiwa awe altareni akinioa mimi. Okay. Ila mnajua nini? Ninawashukuru sana. Ninawashukuru kuliko hata hilo neno lenyewe, asante. Mimi sio rafiki yenu tena. Na kesho hakuna ndoa kati yetu. Nadhani unanielewa wewe mjinga, eh? Unanielewa, si ndio? Msikilizaji, muda huo naongea hivyo, Ponela alikuwa ameinamisha kichwa. Mwanaume aliinuka na alivyokuwa muongo na fundi wa kucheza na akili yangu. Eti alikuja kupiga magoti mbele yangu. Tena alishika kabisa miguu yangu. Akaniambia, usifanye hivyo, na kuomba mama usifanye hivyo. Nitawaambia nini watu mimi? Nitasema nini kwa familia? Na kuomba bwana tusifanye hivyo bwana. Niko tayari kulipia dhambi zangu kwako baada ya harusi yetu. Tafadhali usiharibu shughuli na kuomba. Wewe ndio mwanamke pekee ninayekupenda. We can fix this. Niamini mimi mpenzi. We can fix this. Hakuna cha kuni fix. Wala cha kuni fix. Hakuna. Yaani kiurahisi tu. We can fix this. Nikamwambia wewe kumbe huna akili. Kwa wewe hivyo ndio unavyonichukulia mimi, si ndio? Kama we can fix this. Yaani ulale na mwanamke mwingine, si kwamba unajua ndio harusi yetu. Kesho asubuhi uje madhabahuni mbele ya umati wa watu, mbele ya mashahidi, useme kwamba mimi naye kije kitutenganishe kifo. Na mimi unataka nije nikiri mbele yako. Ile hali unajua kabisa kwamba hakuna ukweli wowote ule. Sikiliza Norbert. Nimesikia kwa masikio yangu hunipendi. Sasa muoe huyo Ponela wako. Nyinyi si washikaji? Nyinyi si marafiki? Nyinyi si mnajuana kitambo? Endeleeni na kamwe msisogee karibu yangu. Mna roho mbaya sana nyinyi watu. Hapo msikilizaji, nilianza kutaka kutoka mule chumbani. Huyu mwanaume saa ngapi asianze kunivuta? Na hapo nikawa namsikia Ponela analia kwa maumivu na aibu ya kufumaniwa. Sikuwa nataka kuzungumza na yeye kabisa, kwa sababu hakuna neno ambalo nitaongea yeye ambalo atanielewa wakati huu. Ni bora nihangaike na mhusika mkuu. Hiko ndo kitu pekee ambacho mimi niliona kwamba kinafaa kwa muda huo. Mwanaume ananingangania. Oh, no baby, please baby, please. We can fix this. No baby, no baby. I'm prince, I begin you. Na kuomba.
Melissa, usiniambie kwamba mimi sikupendi Melissa. Mimi I love you so much. Nakupenda sana, tafadhali bwana. Hebu sahau kila kitu bwana. I know sio rahisi, na kuomba nipe nafasi nyingine. Unajua shetani tu alinipitia. By the way, only you nakutaka peke yako. Nikamwambia una nini wewe mwanaume? Una kichaa? Hebu niache. Nimesema niache. Hapo sasa Norbert na yeye akawa na foka, anamwambia Ponela, unasubiri nini sasa na wewe? Si uondoke hapa, ondoka. Hapo anamtimua nani? Anamtimua Ponela. Ponela alibaki anamtazama Norbert wangu, na kisha alifuta machozi akasema, najiona mimi mjinga sana, najiona mimi mpumbavu niliyekosa akili, roho yangu inaniuma kusema ule ukweli, naumia ndani yangu kwa kukosa aibu na kushindwa kumtazama Melissa, alafu unanikaripia eti niondoke. Niende wapi Norbert? Unataka hili kosa mimi ndo nionekane nina roho mbaya? Haiwezekani. Huu ndo muda wa Melissa anatakiwa kujua kila kitu ili aamue juu ya maisha yake. Lazima ujue ukweli. Ponela huyo anaongea hivyo. Tayari hapa wameshajichanganya wao kwa wao. Hapo nikamsikia Norbert anasema, nyamaza. Unataka kufanya nini sasa? Vaa uondoke. Nimesema vaa uondoke. Unataka kusema nini? Mimi hapo akili kanicheza, nikaona hapa kuna vitu vingine ambavyo mimi bado sivijui, viko nyuma ya pazia. Nilimshika Norbert nikamwambia, wewe kuna nini zaidi ya hili nisilolijua? Nikamwambia Ponela, kuna kitu gani kingine unachotaka kukisema kuhusu huyu mwanaume mjinga asiyekuwa na akili? Hapo Ponela alinitazama, akamtazama na Norbert ambaye ni kama vile alikuwa anampa ishara Ponela asiseme chochote kitu. Lakini Mungu akiamua jambo lake ni lazima liwe. Nilijikuta na foka tu kuatia hasira ili wazidi kuchukia. Nikasema, nyinyi ni wajinga sana nyinyi. Hebu tazameni mlivyokuwa hamna hata aibu. We Norbert, Ponela, hata ufanani na hii roho mbaya. Wewe ndio ulikuwa unaniambia mimi unanipenda Ponela. Kumbe nikigeuka Ponela ulikuwa unanizomea, si ndio? Ponela, kumbe nikigeuka ulikuwa unanichukulia mwanaume wangu, si ndio? Nisamehe sana Melissa, sikuwa na njia sahihi ya kukuambia haya, sikuwa natamani uumie hata siku moja kwenye maisha yako, ila sikuwa na namna nzuri, naumia kwa kuwa nimekupoteza wewe, huwezi kuwa na rafiki kama mimi. Niamini naumia sana kumpoteza rafiki mwenye upendo na roho nzuri kama wewe Melissa, lakini kinachoniuma zaidi ni kuwa mimi peke yangu sio mtu wa karibu ninayekuumiza wewe Melissa. Melissa, sio mimi tu ninayekuumiza kwenye hili. Sasa hapo wakati Ponela ndo anamwaga mchele kwenye kuku wengi, anamwaga sasa umbea wote kwamba kuna mtu mwingine pia ananiumiza, Norbert akataka ampige Ponela. Jamani, sijui nilipata wapi nguvu, nilimshika Norbert nikamtazama kwa hasira, na hapo kumbukeni nalia. Alafu Ponela alinuka akasema, na mama yako Melissa, mama yako ni kama mimi tu, ni kama wanawake wengine tu kwa Norbert. Tupilia mbali watu wengine, lakini mama yako ni miongoni mwa watu wanaokuumiza pia. Norbert hapo nilikuwa nimemshika. Nilimuona Norbert anatetemeka. Akazo, acha ujinga Ponela. Hivyo unajua unachokizungumza? Acha ujinga. Hapo msikilizaji, mimi nilikuwa natetemeka. Alafu nilimtazama Ponela nikaambia, Ponela, acha kutaja jina la mamangu. Usimzungumzie mamangu kwenye huu shenzi wenu. Ponela, na kuheshimu sana. Norbert, zungumza na huyu mpumbavu mwenzio, akae mbali na familia yangu, haswa wazazi wangu. Ponela, kaa mbali na familia yangu. Nye, hapo Norbert naye akawa anamfokea Ponela. Unaongea nini wewe Ponela? Kama kujitetea, jitetee wewe. Mama mkwe wa nini sasa hapa? Ponela akamtazama Norbert. Ponela akasema, we Norbert una roho mbaya sana wewe. Humpendi Melissa.
hujui nini unachokitaka kwenye maisha yako. Melissa, wewe ni mtu mzuri sana. Najua ni ngumu kuniamini hili nalokuambia, ila nisikilize. Hakuna kitu ambacho mimi nakitania hapa. Ninachozungumza ndio ukweli wenyewe. Melissa, mama yako na yeye anahusika na kukuumiza kama ambavyo mimi nafanya hapa na Norbert. Mama yako ni mpenzi wa Norbert. Najua inauma, najua inatesa, najua itakusumbua, lakini Norbert sio mwanaume sahihi. Yaani Melissa, achana huyu mwanaume. Siongei kama na hasira, ila huo ndo ukweli. Mama yako anatoka kimapenzi na Norbert. Norbert alimfuata kwa hasira Ponela. Wakati huo kwanza mimi nimechoka. Kuambia mama yangu anatembea na Norbert, nilichoka. Nilikuwa natetemeka. Yaani nilikuwa natamani hata haya ambayo unayasikia yasiwe ya kweli. Hivi ina maana sijaelewa? Au labda nimegoma kuelewa? Ponela ananiambia kwamba hiki anachokifanya hapa basi hata mamangu pia mimi pia anakifanya vile vile na Norbert. Kwa anamaanisha kwamba mamangu ana mahusiano na Norbert. Wakati nayawaza hayo, walikuwa wanagombana pale, Ponela pamoja na Norbert. Mimi hata sikuwa nasikia. Yaani naona tu kwamba kuna ugomvi, lakini nilikuwa natokwa na jasho. Mwili ulikuwa umechoka, sina hata ninachokielewa kusema ukweli. Mama yangu anatembea na mpenzi wangu. Mpenzi wangu ambaye natakiwa kufunga naye ndoa. Na yeye anavyoandaa kwa furaha hiyo ndoa, jamaa naishiwa hata pawa. Nikasema hapana. Hapana, sio mamangu. Sio mamangu mimi. Mamangu hawezi kunifanyia hivi. Pengine labda mimi sijaelewa. Nilikuwa nawatizama vile Norbert amechukizwa na Ponela. Sijui pengine Ponela ndo anampenda sana Norbert na Norbert anapenda pesa pengine. Maana kiukweli mimi sijui. Niko hapa kama lijinga fulani visielewi nini cha kufanya. Naona kabisa Norbert anafoka mpaka wanataka kupigana. Lakini kabla ya kuondoka hapa, nilisikia Ponela anasema, hata mimi nimechoka. Hata mimi pia mbali na ubaya wangu wote, Melissa hajawahi kunikosea. Kwa nini unamfanyia hivi? Kwani sisi wote kwa nini wote tumfanyie hivi? Lazima ajue ili ajisaidie mwenyewe. Nimekuvumilia sana Norbert. Nimejitoa sana kwa ajili yako. Nimepata nini zaidi ya maumivu na mateso? Una roho mbaya sana wewe Norbert. Una mapenzi. Hujui kupenda, badala yake ni mbinafsi na unaangalia vitu vyako kuliko utu. Acha nimpoteze Melissa, nikupoteza hata na wewe pia, mimi sijali. Lakini siwezi kukubeba tena ndani ya moyo wangu. Haubebeki wewe Norbert. Nakwambia ubebeki. Sijui hata Norbert alijibu nini. Nilibaki pale nimesimama tu na watazama hivi. Nilikuwa nina hasira, sina lolote ninaloweza kulifanya. Zaidi tu nilikuwa natakiwa kuamka na kuondoka zangu hili eneo. Sina muda wala sina nafasi kuendelea kukaa hapa. Sasa wakati nataka kuondoka, Ponela alinitazama kwa huruma sana. Nilikuwa namtazama, yaani sijui nifanye nini. Norbert akawa anasema, ni muongo wewe bwana, usimsikilize. Anataka kuharibu maisha yangu kwa sababu anajua mimi simpendi. Usimsikilize bwana huyo. Melissa, hakuna kitu kama hiko bwana. Mimi nakupenda wewe Melissa, wewe ndo mke wangu ndo wewe. Nisikilize na kuomba Melissa, nisikilize bwana. Kiukweli msikilizaji, nilikuwa napata hasira kwa kila neno ambalo lilikuwa linatoka kinywani mwake. Norbert alipojaribu kunisogelea, kwa nguvu zangu zote nilimsukuma, alafu kwa haraka nikachomoa ile funguo pale mlangoni. Nikatoka nikawafungia kwa ndani. Ukimsikia Norbert anavolia huko ndani, mimi hapo tayari nishatoka nje, nimewafungia wenyewe wako ndani. Mpenzi wangu, fungua mlango na kuomba. Usifanye hivyo Melissa. Usigairishe ndoa na kuomba. Na kuomba sana Melissa. Ndoa hii lazima ifungwe kati yetu. We can fix this baby. We can fix this. We can fix na kuomba Melissa. Melissa mama na kuomba.
Unajua mimi nilisimama pale mlangoni kwa muda kidogo. Lengo lilikuwa ni kukusanya tena nguvu. Sio kwamba lengo ni kutaka kuondoka. Lengo ni kukusanya tena nguvu. Kusema ule ulikuwa ni yani nilikuwa sitaki kuamini chochote Ponela ambacho alikuwa mikilopoka pale. Lakini naishiwa nguvu kila ninavyozidi kufikiria kile kilichokuwa kimetokea. Niliona nguo nilizozivaa zilikuwa ni nzito mwilini mwangu. Wakati huo namuona yule mdada wa Norbert ambaye ni house girl. Hata mimi kwangu waga namchukulia kama ni dada tu, japokuwa ni house girl. Nilijikuta na tabasamu kwa maumivu mpaka machozi yalinitoka. Nilimtazama kwa macho ya asante yule house girl. Nilimtazama kwa kuniokoa kwenye hii ndoa kama hii. Nilimtazama kwa kunikinga na roho mbaya ya mtu ambaye ndani ya muda mfupi tu angekwenda kuwa mume wangu. Manake bila huyo house girl, sijui hata ingekuwaje. Maana ndo kanisaidia, yeye ndo alioniokoa. Yule house girl naye alinitazama kwa macho ya huruma sana. Yale macho ya pole na kuhurumia dada. Nilimtupia funguo, alafu mimi nilishusha pumzi nikaanza kuondoka. Huyu dada alikuwa ananitazama tu. Nikawa nasikia kwa nguvu naitwa na Norbert. Melissa mama. Melissa fungua mlango. Melissa fungua mlango na kuomba tafadhali. Usiniache hivi bana, tuzungumze mpenzi wangu, fungua mlango. Melissa nakuomba. Hata ungekuwa msikilizaji usingempa chance ya kuweza kukusikiliza. Yaani usingempa hiyo chance ya kumsikiliza. Haraka nilitoka nje ya geti la ile nyumba. Machozi yalikuwa yananitoka kwa kuwa mimi nilikuwa ni mjinga siku zote. Yaani niliona mimi nilikuwa ni mjinga. Nilitazama hii nyumba ya Norbert, nilitafakari ni siri ngapi hii nyumba imebeba. Yaani niliumia ndani moyo wangu huku nikikumbuka sauti ya Ponela kwamba sio yeye tu. Hata mama yako mzazi naye pia ni kama wanawake wengine tu kwa Norbert. Mama yako naye anakuumiza vile vile kama hivi ambavyo mimi nimekuumiza. Kila nilipokuwa nazikumbuka kauli za Ponela, machozi yalikuwa yananitoka. Nilijisemea ndani moyo wangu, mama yangu mzazi kama hawezi kunifanyia upumbavu. Mungu niepushe na hii laana. Maana itakuwa ni laana. Mamangu pia ananipenda sana. Anatamani sana mimi niolewe na Norbert. Kamwe mamangu pia hawezi kunifanyia hivyo. Ghafla akili kakumbuka ya kuwa bado niko vitani. Wanaweza wakafunguliwa kule mlango na Norbert anaweza kanifuata. Nilikuwa na hofia hilo swala tena sana. Ilibidi nianze kukimbia kuelekea barabarani. Ni usiku, mtaani kupo kimya. Hapo sasa ndo naanza kuogopa sasa. Sijui hata niliwezaje kutoka usiku nyumbani namna ile bila hofu. Lakini sasa nilipokuwa narudi nyumbani ndo hofu sasa mtoto wa kike ilinivaa. Mitaa ipo kimya. Sioni mtu wa pikipiki. Nilikuwa natembea huku nasema, yaani ndani moyo wangu nasema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Mpaka nikafika barabarani. Walau hapa sasa, hata kama sio wengi lakini naona kulikuwa kuna watu. Naona zile harakati za watu. Nilifanikiwa kupata pikipiki lakini bado nilikuwa sielewi. Sikuwa nataka kurudi nyumbani usiku huo. Lakini ndani yangu nilikuwa ninasikia kwamba rudi nyumbani kwa ajili ya kufuatilia hile swala. Lakini bado jibu lilikuwa hapana, usirudi nyumbani. Kesho ni siku yako ya ndoa, unarudi nyumbani kwenu? Lazima tu nitashawishiwa kuamka mapema na mimi sitaki kuzungumza na yeyote. Kwa niliamua nitafute tu lodge kwanza, nitulie kwenye lodge. Alafu kesho ndo nitajua nini cha kufanya. Lakini nikijipeleka nyumbani nitalazimishwa tu kuolewa. Nikiwa na ile hali mbaya, nikiwa nina mawazo, nikiwa nina maumivu plus kuchanganyikiwa, kuchoka, simu yangu ilikuwa inaita sana. Lilikuwa ni Norbert ndo lilikuwa linanipigia. Jamani, nilikuwa nazidi kumchukia huyu mkaka. Kila nikikumbuka alichokitenda yeye na Ponela pale kitandani, nilikuwa ninaumia vibaya mno. Kama kuna mwanamke huwa unasamee mwanaume akikusaliti, mimi nilishindwa. Bora ile unamsamee mtu amecheat, unaona kwa message hivi na hivi, unasikia story. Hiyo mbona fresh tu. Unashuhudia hivi live to live. Mbwa. Kusamee nataka moyo hili jambo. Mimi nilishindwa.
Wapo marafiki zetu hatuongei nao sana, wapo majirani zetu hatuna urafiki nao sana, lakini wanaotuokoa sana na mahusiano yasiyo na afya kama yangu ni watu baki kabisa. Ndio maana wanasema ukienda kwenye mji ambao sio kwako, uwe na heshima, uwe na utu. Hii itakusaidia kupata vitu ambavyo huwezi kuvifahamu. Lakini ukiwa jeuri, heshimu kila mtu kwa nafasi yake, haipunguzi chochote kwako. Bila huyu dada wa kazi wa Norbert, mimi nisingejua yote haya. Kwa nikafika mpaka lodge, nilipata chumba, nikalipia vizuri tu na nikakabidhiwa. Nilitembea kwa uchovu mpaka kwenye chumba changu. Nilifungua pale nikaingia. Hapa sasa ndo nilijua kwamba nina maumivu. Nilijikuta nimekaa chini, alafu nilikuwa naumia kuliko kawaida. Maumivu ya mapenzi yenyewe yanatesa. Nilikuwa nakumbuka namna tukio wote, yani nikawa nakumbuka namna ambavyo walivyokuwa wamekumbatiana. Yani picha nzima ndo ikawa yani ni kama vile ni kama ambaye mlevi kalewa, sasa baada ya pombe kutoka ndo akili inamrudia. Ndo hapa jinsi nilivyo. Yani mara baada ya kuingia chumbani sasa nimekaa hivi, ndo maumivu ya mapenzi sasa, maumivu ya lile fumanizi ndo yakawa yanajirudia sasa. Namna walivyokuwa wanaongea, namna ambavyo Ponela alivyokuwa anajiamlia mambo kwa mwanaume wangu, namna walivyokuwa wanasifiana. Mbona mimi nilitakiwa nihisi kitu mapema sana ya kwamba Ponela na Norbert kuna ujinga wanaofanya, lakini mimi nilivyokuwa mpumbavu sikuona kitu chochote. Nilishindwa kuunganisha doti mapema mpaka ya maji yalipokuja kumwagika sasa. Mwisho wa siku tukio nililoliona la fumanizi linashindwa hata kutoka kichwani mwangu kabisa. Yaani kila nikifumba hivi macho namuona Ponela, kila nikifumba hivi macho namuona Norbert, wakiwa wako pale kitandani, tena kwa furaha mbele ya macho yangu nikishuhudia ile tendo. Jamani, nilijikuta ninalia kwa maumivu nyie, nililia kwa uchungu. Wakati nikiwa niko pale nalia, nikaona ukaribu wa mama yangu na Norbert. Namna vile wanavyozungumza, namna vile wanavyokumbatiana Norbert na mama yangu, mahusiano ya mama na mwana. Namna mama huwa tukikosana anakimbilia sana kulirekebisha. Leo hii naambiwa kwamba mama yangu mzazi na yeye hana utofauti na Ponela. Nikasema hapana, haiwezekani. Ni njia tu za Ponela kunikosesha raha ya maisha. Nikakataa kwa kusema hapana, haiwezekani. Haiwezekani Norbert atembee na mamangu, hili swala halipo. Hapo nilikaa, nikawa naendelea kulia, naendelea kuumia ndani moyo wangu. Nilikuwa ninajisikia vibaya mno, msikilizaji. Pumzi naona kama vile haitoki. Usiku ulikuwa ni wa heka heka. Usiku wa kuamkia ndoa yangu, ulikuwa ni usiku wa heka heka. Usiku ambao unakuja kukutana na mambo mengi ya kuumiza moyo. Ukweli ni kuwa nilidhani Norbert ninampenda sana. Nilidhani yeye ananipenda mimi sana kama ambavyo mimi nampenda. Kumbe hapana, haiko hivyo. Na ndio maana nilianza kupata hofu. Hanipendi, na kinachoniuma mimi ni sehemu ya mpango. Yaani mimi nimekuwa ni sehemu ya mpango ambao sijui unahusiana na nini. Naumia sana. Ninajisikia vibaya sana. Tena nikikumbuka vile anasema baby we can fix this. We can fix this, how to do this thing six so many. Yaani ndo nilikuwa nazidi kuchukia. Norbert ananichukulia mimi kama vile kifaa cha matumizi. Kifaa ambacho kila kikiharibika kinahitaji mazungumzo. Norbert anaona mimi kama sina pa kwenda. Yaani kama nampenda sana yeye, kama mimi siwezi kufanya maamuzi kwa sababu baba nina hamu sana na iondoa. Nina hamu kubwa eti yeye akawa naamini kwamba mimi nina hamu sana ya kuwa mke wa handsome boy, kwa sababu yeye anachoamini Norbert ni handsome, basi anaamini kabisa kwamba kila mwanamke atampapatikia. La kasha. Mwanaume pekee ambaye ni handsome anapapatikiwa na kila mwanamke ni Uncle Jay Simulizi, na wanampapatikia kwa sababu ya masimulizi, sio kwa sababu zingine. Si wanawake tunajitambua, tunakupapatikia tunapotaka kitu fulani. Ndio maana Uncle Jay mwenyewe anajua kabisa kwamba hao mashabiki zake wanampenda kwa sababu ya simulizi, sio kitu kingine. Na ndio maana ukimwambia Uncle I love you, na yeye anajibu I love you too, anajua anapendwa kwa sababu ya simulizi.
Sasa huyu yeye anajua labda mimi nitampapatikia kwa sababu labda ni handsome boy. La hasha, siko hivyo. Yaani Norbert anachokiamini yeye kwamba anaona mimi siwezi kumwacha eti kwa sababu tu anasema ananipenda. Eti kwa sababu anasema mimi ni wa pekee. Lo. Nikikumbuka maneno yake jinsi yalivyokuwa ya uongo, huyu mwanaume anakufanya ujione wa pekee sana. Kumbe ana kitu chochote. Hana mapenzi aina yoyote ile. Na bado aliendelea kunipigia simu bila hata kukoma. Hivi mnajua aliendelea kunitafuta? Aliendelea kunitafuta. Nilikaa pale mlangoni, nilikuwa nimeegemea hivi mlangoni hivi. Ni usiku sana. Sijalala. Ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Kutazama alikuwa ni Norbert. Hana hata aibu huyu mwanaume. Yaani anazo kabisa nguvu za kuandika ujumbe mrefu. Nilisoma ule ujumbe afu nilikuwa naumia. Niliusoma ni kama vile namuona labda babangu vile. Nikimwambia baba hakuna ndoa kati yangu mimi na Norbert. Kile ambacho Norbert alikuwa amekiandika kwenye huu ujumbe, alikuwa ameandika hivi: mpenzi wangu Melissa, najua hakuna neno ambalo ninaweza kusema hapo kanielewa. Ninajisikia vibaya, ninahisi aibu ambayo sijawahi kukutana nayo. Melissa, niamini ninachoweza kukisema ni kuwa nakupenda sana. Ninakupenda zaidi ambavyo ninajipenda mimi mwenyewe, na upendo ambao ninasikia kwako ni upendo ambao sijawahi kusikia popote pale. Wewe ni mwanamke wa pekee kwangu. Unafanya nihisi kuishi na wewe tena. Unanifanya najisikia amani, furaha. Unafanya najiona ni wa pekee sana. Unanipa sababu za kutaka nipende kuishi tena na tena na tena na tena. Melissa, ni wewe hapo Melissa. Nakuomba sana Melissa. Hali yangu ni mbaya, sina amani. Ninatetemeka, ninalia, ninahangaika, hata kufumba macho yangu siyawezi. Ni kitu kibaya. Niko tayari hata kuiambia dunia namna nimekukosea mimi. Lakini tafadhali Melissa, chonde mama. Hakuna mwanamke ambaye namhitaji kwenye maisha yangu zaidi yako. Usininyime nafasi ya kuwa mume wako. Naomba niwe mume wako Melissa. Usibadilishe mawazo kuhusu ndoa yetu hapo pakikucha asubuhi. Nakuomba sana. Natamani uwe mke wangu. Mimi nitawajibika kwa makosa yangu yote. Hakuna mwanaume asiyechiti kwenye hii dunia Melissa. Nakuomba unisamehe. Mimi nimeteleza tu, bahati mbaya. Shetani tu alinipitia, lakini haina maana ya kwamba eti mimi sikupendi. No. Nitafanya ukisemacho, lakini tafadhali nakuomba Melissa. Nakuomba sana mimi niwe mumeo na wewe uwe mke wangu Melissa. Nakupenda. Nakuomba nisamehe. Nakuomba usifanye kitu chochote kujiumiza. Utafanya niishi maisha magumu mpaka kaburini. Nakuomba mke wangu, nisamehe. Nakupenda sana. Usiponisamehe wewe mimi nitajiua, nitakufa kwa sababu yako. Mapenzi mimi ndio yataniua. Sahau kuhusu mambo ya Ponela. Nitakuelezea yote. Amechanganyikiwa tu yule kwa sababu yeye ndiye ananipenda. Mimi nakuapia Melissa, mimi Ponela mimi simpendi. Ponela ndo ananingangania. Ponela ndo ananipenda na wala simtaki. Mimi nakutaka wewe Melissa. Mimi wewe ndo furaha yangu Melissa. Niliusoma huu ujumbe wa huyu mwanaume. Nilikuwa nina hasira. Nilisoma ujumbe nikiwa nimechukia. Na hata simu yenyewe nilitupia kitandani. Nikasema hivi, wewe Norbert, wewe ni kichaa nini? Norbert, nilikuwa najua nitaumia kwenye mapenzi, ila sio kama hivi. Nilikuwa naumia sana. Nyie watu wa karibu wakikufanyia usaliti, maumivu yake nyie hayabebeki kusema ule kweli. Nilikuwa najisikia kufanya nini? Sielewi. Hivi mnajua nilianza kuzunguka mule chumbani.
naenda huko naenda kule narudi vile. Situlii, maana chini hapakaliki. Roho yangu inaniuma kama vile inataka kutoka, inaniuma sana. Moyo unavunjika kila muda unapozidi kwenda. Sana tu nachokumbuka ni kwamba nilikuwa naishiwa nguvu, kwa sababu nilikuwa natokwa na jasho, na sijui ni jasho wapi lilipokuwa linatokea, nilikuwa sijui wapi linapotoka. Nilikuwa nina hasira ndani moyo wangu, ninateseka kupita kiasi. Na sasa babangu, ingawa alisema yuko pamoja na mimi kwa kila ambacho mimi nitaamua, nikaona okay, ni sawa. Muda ulikuwa umeenda, msikilizaji. Muda ulikuwa umeenda sana. Nilikuwa niko peke yangu, nalia peke yangu. Sina mtu wa kumwelezea. Sina mtu ambaye nimwambie vile ambavyo mimi najisikia. Shoga yangu Amanda ni wazi kabisa amelala, hana habari, hashtuki hata mwenzemi isipo. Nina uchungu, nina maumivu ya kusalitiwa na watu ambao nakula nao, nacheka nao, nataniana nao. Hata vile Ponela anakuja pale nyumbani kwa Norbert, yule mdada wa kazi, kumbe anatutazama tu. Kumbe inauma sana nyinyi. Mimi nakwambia ni mara 100 usalitiwe na mtu ambaye humjui. Unaweza kumsamehe mume wako au mkeo. Yaani mwanaume wako anakusaliti na rafiki yako wa karibu, au mwanamke wako anakusaliti na rafiki yako wa karibu. Inauma nyinyi, kusamehe ni ngumu. Mtaniambia kwamba na moyo mgumu wa kutokusamehe, lakini nyinyi hiki kitu kinauma. Inauma nyinyi. Na kibaya zaidi ni pale ambapo wewe unajiona unapendwa sana, kumbe kuna mtu mwingine anapendwa zaidi yako. Unayempenda anapendwa na mwingine, na mwingine naye na mwingine, na mwingine naye na mwingine. Mwenzangu, kuna muda nilikuwa najiona kama sina akili. Najiona kama vile mpumbavu. Nafsi yangu inahangaika. Nilikuwa nimekaa kitandani hivi. Nilikuwa nimejinamia tu. Saa 11 hiyo alfajiri. Nilisikia simu yangu inaingia message mfululizo. Message hayo. Tena hapo ni mara baada ya simu yangu kuita sana, nilikuwa sijapokea. Mpigaji alikuwa ni mwanaume mjinga ambaye ni Norbert. Nilikuwa nafikiri ni yeye. Nilishika simu nikatazama. Alikuwa ni Ponela. Tena kwa simu yangu kabisa, nimemsave kabisa, Ponela kipenzi. Maana alikuwa rafiki yangu. Nilikuwa nimeandika Ponela kipenzi. Sijui ni kwa nini watu tunaowapenda na kuwaamini wanatuumiza. Nilishtuka baada ya kuona alichokuwa amekituma. Ponela alikuwa amenitumia picha, na hata nilikuwa najiuliza picha zote hizi za nini? Taratibu nikafungua. Nilipofungua zile picha ya kwanza kabisa, picha namba 1, nakutana na picha ya mama yangu. Mama yangu maskini ya Mungu. Hata nashindwa kuelezea situation jinsi ilivyo. Lakini tujue kabisa picha ya kwanza ilikuwa na mama yangu, na mama yangu hakuwa vizuri kwenye hiyo picha. Nashindwa hata kusema. Unajua mpaka nilijikuta nimeshtuka. Ile simu nilikuwa nimeachia kwa mshtuko ambao nilipata kuona kutoka kwenye ile picha ya mama yangu. Ilikuwa ni picha ya fedha. Nilitetemeka mpaka nikajiuliza, mama yangu, hii picha imekuaje Ponela anayo? Yaani connection ndio imevuja, imemfikia mpaka Ponela. Picha ya mamangu mimi. Ni nini hiki? Ama sio ni vizuri au ni AI? Ujumbe kaingia tena. Nisamehe sana Melissa, na ujua moyo wako. Unaweza msamehe Norbert ukitaka. Lakini nilikuuliza vile kwa sababu sikuwa najua nikuambie vipi. Kwa kuwa leo ndio imetokea, sina namna shoga yangu, acha tu nikuambie. Kuna connection za video. Nikiwa niko nyumbani nitakutumia.
maana sijatunza kwa simu kwa sababu ya usalama wangu, ila kuna maconnection yako ya kutosha nitakutumia. Najua kabisa mimi sistahili msamaha kwako Melissa. Naumia kukupoteza wewe rafiki yangu, naumia, lakini sina haki hata ya kusema namna ulivyokuwa na roho nzuri. Sina hata haki ya kusema neno nisamee. Ila tu nisamee. Ngoja nifike nyumbani nikutumie mavideo. Nye, sikutaka kuhangaika na ujumbe wa Ponela kabisa kabisa. Badala yake nikafungua zile picha. Zilikuwa picha kama 10 mpaka 15 hivi. Na mimi nilianza kusoma ile screenshot aliyokuwa amenitumia. Yalikuwa ni mazungumzo baina mamangu na mpenzi wangu Norbert. Mamangu anamuita Norbert mpenzi wake. Mpenzi wangu, kitoto changu, chibaba wangu, I miss you sana. Message za mama hizo zinaenda kwa Norbert. Na Norbert naye anajibu. Eti anamuita mamangu, anamuita cha utamu wangu, na changanyikiwa, I miss you so badly. Hapo mama anamjibu, anamwambia, alafu hujaniambia. Nimekutumia hiyo picha, vipi, umependa nini hapo kwenye hiyo picha? Niambie handsome wangu. Norbert hapo anajibu, anasema, hapa kwanza nimekumisi bala. Picha imenifanya nimekumisi sana. Nataka uje bwana. So unajua mimi ninavyokupenda, Njoo bwana. We, chibaba wangu, unasema kweli? Mimi mzuri we ni mzuri sana. Kwanza najiona mwenye bahati kuwa na wewe, cha utundu wangu kwanza unajua mimi huba lako ndo usisemi, yani kila muda yani nakuwaza na kutaka wewe tu hapo yani. Unajua wewe chibaba, wewe mimi naumia sana kuona unafunga ndoa na binti yangu. Unajua nataka wewe uwe wangu peke yangu, na hayo ndio makubaliano yetu Sasa ukifunga ndoa sitakuwa huru na wewe bwana. Nitaanza kupangiwa ratiba bure. Unajua kabisa ili tufanikiwe lazima ni moe kipenzi. Sasa unafikiri mpango utakujaje sasa Unaona? Usiwe na wivu bwana. Hapa mimi nawaza kila siku huyo mzee anavyokukamatia, mimi naumia sana bwana. Unajua wewe ni mzuri sana Mamangu anatumia hizo message na Norbert, afu mamangu anacheka. Unanifanya najisi mtoto juu, unanifanya nirudi kuwa mtoto wa 2000. Norbert hapo ninasema walai. Natamani ningekuoa mimi Hivi ulikubalije kuolewa na huyo mzee Sijui wakati bado wewe mtoto wa 2000 wewe Angalia jinsi ulivyokuwa bomba hivyo Bora hata ukumpa Melissa, angeringa sana. Na moa sina tunamna, ila akufikii Melissa, akufikia hata kidogo sio kwa muonekano tu peke yake. Yani wewe ni mtundu sana Navozungumza tu hapa tayari nimeshakumisi bwana Njoo bwana. Uwivu nao bwana. Nikiwaona wewe na Melissa naona wivu mie. Unajua wewe ndo kila kitu kwangu Unajua ndo utachukuliwa hivyo. Hebu niambie basi nije nimekuvalia nini bwana? Unataka nini? Alafu niambie unataka rangi gani nije? Jamani, hizo message sio za mtu mwingine, ni za mamangu. Anamtumia mchumba aliyekuwa mchumba wangu Norbert. Na Norbert anamsifia mamangu kwamba ni kama vile mtoto wa 2000. Alafu mimi ni kama vile mzee wa miaka 80, kwamba sina utundu, sina nini. Kwamba mimi ndo si juu yao. Nilikuwa nimeshika hivi simu, nasoma zile screenshot zile za chat kati ya Norbert na mama, hivi mkono unatetemeka hivi. Najikuta hata siwezi kuendelea. Vitu ambavyo mamangu anaandika haviendani na yeye jinsi alivyo. Haviendani. Na anachati hivi na mkwe wake.
mambo sijui umevaa ya rangi gani, mambo sijui ya chumbani, sijui mambo moto. Mwanaume ambaye mimi nimelala naye, mwanaume mimi nimekutana naye kimwili, na mamangu naye anafanya hivyo. Nilitetemeka, niliogopa. Nilijikuta siwezi hata kuendelea. Macho kwanza yalikuwa yamejaa machozi. Mdomo unaofunika usitoe sauti, maana nitakufa na uchungu na maumivu. Vitu ambavyo wanaandikiana hawa mimi siwezi. Nilikuwa siwezi kabisa kuandika kumtumia Norbert, nilikuwa siwezi. Lakini imagine mamangu kaweza. Tena eti naambiwa mimi sijui mambo kama anavyojua mamangu. Kwamba mimi hata hivyo viulembo vya nini vya kiunoni kwamba mimi sivai, lakini mamangu anavaa. Video za aina gani sijui eti mimi sijai kumpa, lakini mamangu anampa. Niliacha ile simu nikarudia tena kutazama ile namba ile. Ni namba mamangu kweli? Ni kweli ilikuwa ni namba mamangu. Ni kweli mamangu mzazi. Namba yake vizuri kabisa. Nakiri sikatai, mamangu mimi bado ni mrembo. Ni bado kama ana nguvu hivi. Anafanania kuwa kijana, lakini hapana. Tayari ana mimi ni binti yake. Anapambania ndoa yangu, kumbe nyuma kuna mpango. Hivi unajua jinsi ninavyouma? Mwanaume wako anatembea na mama yako pia. Maumivu yalianza upya. Nilijua ni Ponela tu. Kumbe Ponela alikuwa kosa hii. Mamangu tena hii inaniumiza mimi. Norbert na mama ukiwaona hivi mbele yangu wanavyojifanya, yani wanapendana kama mama na kijana wake. Hata mbele baba yangu wanaoneshana kupendana kama mtu na kijana wake. Kuna namna babangu anasemwa, kuna namna mimi nasemwa. Mungu wangu. Norbert leo hiyo kumsema babangu, leo hii mama wakunisema mimi. Maajabu haya nye. Maajabu hayajawahi kuisha kwenye dunia hii. Hii dunia kwangu ilikuwa ni nzito. Hii dunia kwangu ilikuwa ni kubwa mno. Sikuwa na hakika kama naweza kulibeba hili jambo. Limenishinda nguvu. Ninateseka. Ndio nimecheza na kutoka ndio kipi. Yani kukaa siwezi, kusimama siwezi, kutembea siwezi, kushika simu siwezi, siwezi. Nilijikuta hadi nashika mikono kichwani. Kila kitu nilikuwa siwezi, msikilizaji. Ninalia kwa namna ambayo sielewi, yani namuuliza Mungu, kwa nini haya yote unayatenda kwangu? Kwa nini mimi tena na mamangu? Mungu wangu lana gani jamani? Mimi nitafanya nini mimi? Je, roho yangu ilikuwa inahangaika? Roho yangu ilikuwa inateseka kuliko kawaida. Nilipiga magoti chini, nilijikuta natoa sauti nalia kwa uchungu. Mamangu mimi ana mahusiano na mwanaume wangu ambaye ndio litakiwa nikafunga naye ndoa leo. Tena wapo kwenye huba zito, huba la mapenzi. Nyinyi naumiza nyinyi. Kwa mara ya kwanza nilihisi huu ndio mwisho wa maisha yangu. Mwisho wa maisha yangu duniani. Niambieni, mimi natazamana vipi na babangu? Niambieni, natazamana vipi mimi na babangu? Baada ya kujua kwamba anasalitiwa na mama, tena mtu ambaye alikuwa ni mkwe wa hii familia.
Mama, tunaishi vipi nyumba moja na wakati ni wake wenza wote? Yaani tunafanya hili tendo na mwanaume mmoja. Aibu naona mimi. Ile video ya mama ile akiwa amejisaula kabisa hivi ndo nilikuwa nazidi kuchoka. Naishiwa nguvu kabisa na sijui hata nitafanya nini katika haya yote. Nachoka. Moyo wangu ulichoka. Ni kama vile umefua nguo zako vizuri kabisa, tena zile nyeupe. Unaanika safi kabisa kabla hata zijakauka vizuri kambange. Nilijisikia kama hivyo. Tena naweza nikasema ni zaidi ya hivyo. Yaani ilikuwa ni kama vile nimejigonga ukucha. Alafu ukucha umetoka, afu nikawekwa chumvi kwenye kidonda. Ninaumia, nalia, niko peke yangu. Nilijikuta nimelala, sijui hata nimelala vipi, ila nilikuwa nimelala sana. Nimekuja kuamshwa asubuhi na mhudumu alikuwa anataka kufanya usafi. Kutazama simu yangu sasa, mamangu alikuwa amepiga mpaka. Babangu amepiga simu mpaka na hisi kuchanganyikiwa. Shoga yangu Amanda simu amepiga na message juu. Nilikuwa hata sijui nianze na nani kati ya watu watatu. Na hata huyo mwanaume mpuzi Norbert amepiga sana simu kama hakuna kilichotokea. Nilisimama, nikaenda nikafungua mlango. Nimechoka macho mpaka mwili wote. Nilikutana na macho ya mhudumu. Nilisalimiana naye. Mhudumu akaniambia, samahani dada, nimekuja kufanya usafi. Nikamwambia, samahani mimi kwa usumbufu, kwani saa ngapi? Saa ni saa 5 madam. Hapo nikashusha pumzi, nikamwambia nimelala sana, naomba unisamee. Unaweza kunipa dakika chache tu wala unijiandae nitoke? Yule mhudumu akaniambia, bila shaka madam. Nikamwambia nashukuru, asante. Kwa nikarudi nikakutana pale na simu ya babangu. Nilipokea ile simu. Baba akaniambia, mwanangu, upo wapi? Tunakutafuta sana. Una nini binti yangu? Hapo msikilizaji, sikutaka hata kujielezea kwa babangu. Nilimjibu tu kwa sauti ya kawaida, nikamwambia baba anakuja. Melissa. Baba anakuja sasa hivi, nakuja. Ebu kuwa makini binti yangu, fanya haraka, tunakusubiri. Hapo nilishusha pumzi alafu nikakata simu. Nilikuwa nashindwa hata nifanye nini. Kuna namna nawaza yani hata sielewi. Huyu mwanaume nashindwa hata kumuelezea. Anahangaika na nini? Mbona mimi sina shida? Msichana wa watu, mimi mpole, mwenye huruma, mzuri tu, na nilikuwa namwamini sana. Sasa kwa nini amenigeuka namna hii? Mama yangu mzazi, mama yangu mimi, kweli ana nguvu ya kutembea na mwanaume wangu? Anatoa wapi nguvu ya kunifanyia hivyo mimi binti yake? Na kwa nini anifanyia hivyo? Bas nikifumba hivi macho, ile video ya mama yangu ile ya connection ile, akiwa amejisaula hivi, amemrekodia Norbert. Ile video ikana jirudia sana akilini mwangu. Ni mambo ya aibu. Babangu alivyokuwa mtu wa heshima, jamii inavyoheshimu, nilikuwa naumia sana ndani ya moyo wangu. Ninatamani kupasuka hivi kwa maumivu niliyokuwa nayo. Nilipomaliza taratibu nilitoka, nilitembea ni kama vile mtu ambaye sijui naelekea wapi kwa muonekano. Ndani siku moja tunaona kila kitu kuhusu maisha ni kibaya. Hakuna kitu ambacho nilichokuwa naelewa. Yaani nilikuwa naona dunia inazunguka kinyume nyume, maana mpaka napata kizunguzungu cha hali ya juu vibaya mno. Ninateseka kwa namna ambayo nashindwa kabisa kuelezea. Bora hata niliacha gari, maana sijui hata kama ningeweza kuliendesha. Nilichukua pikipiki, nikampa maelekezo wapi anipeleke. Mpaka nyumbani. Nyumbani kwetu, yani kwa wazazi wangu. Nilimalizana na mtu wa pikipiki, nikasimama nikatazama uzuri wa hii nyumba, na kumbe mama mwenye nyumba ni mjinga tu, hana akili nzuri. Roho yangu iliniuma sana. Nilijikuta ninamhurumia sana babangu. Ndo hapo sasa nipo namkumbuka, hii ndo siku yangu ya harusi Kwa hakuna mtu yote anayejua nini kinachoendelea zaidi yangu mimi na Norbert na Ponera. Kwa maandalizi ya harusi yapo kama kawaida. Na mimi ndo tumefika nyumbani. Nikabonyeza pale kengele ya getini. Wilo. Ndo naingia sasa.
Bwana msikilizaji, Melissa ndo anaingia kwao, na tukumbuke hii ndo siku ya harusi yake, lakini yaliyotokea kwa kweli hivi mama yake na Melissa akijua kwamba binti yake ashajua kila kitu itakuwaje? Haya, Melissa akilibwaga mbele babake, bwana baba, huyu mama huyu anatembea na Norbert. Norbert anatembea na mama. Unategemea dini kitatokea? Mambo ni mazito. Msikilizaji, tukutane kwenye sehemu ya 4. Mimi naitwa Uncle J, mzigo mtamu uliotayarishwa na kuandaliwa na Agatha, Queen of Stories. Mzigo unaitwa Binti Melissa, unaweza ukaita kiapo changu. Melissa ndo anaingia nyumbani. Melissa, ndoa ipo, lakini ndoa hakuna. Ndoa ipo, ndoa hakuna, hata mimi sielewi. Ndoa hiyo, ndoa hiyo. Ndo unaingia pale, Melissa ndo anaingia pale, ndo anapokelewa. Bibi harusi huyo anamelemeta, matarupe pam 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 pam. Ndo anakaribishwa hapo, Melissa ndo anaingia. Afu Melissa anakaa pale mbele za watu, anaanza kusema, jamani, mme wangu Norbert ametembea na mama, katembea na Ponela. Watu Hebu tukutane katika sehemu ya 4.